bali ni juu ya falme na mamlaka na juu ya giza hili, juu ya majeshi ya pepo ambaye katika ulimwengu wa roho. Elewa kwamba mashambulizi yetu hayapo katika mwili, yapo katika ulimwengu wa roho. Kila wakati unapoona shambulio limetokea, ujue halijatokea kwenye mwili, limetokea kwenye roho. Unapoona kuna kitu fulani imefanyika, enda kaifanyie kazi kwenye ulimwengu wa roho. Kwa sababu unaweza ukashangaa adui kumbe ameshachukua nafasi kubwa na anakuziba masikio na macho ya rohoni ili akumalize. Mwambie jirani yako usikubali kupigana kiroho. Yaani kwa lugha nyingine, usihamaki katika mwili. Usihamaki, usiwe mwepesi wa kuhamaki kwenye hilo jambo. Lipe muda, lipe mtazamo, litengenezee mwelekeo. Piga. Bwana asifiwe sana. Yaani kwa maana kwamba usilipuke kwa sababu amekuja unapiga makelele. No. Rudi, alafu angalia hii vita, mashambulizi haya ni ya kimwili, ni ya kiroho. Na wewe kwa sababu hapo kwenye mashambulizi ya kimwili, nenda moja kwa moja kwenye yale majeshi. Hapa tunasoma Biblia inatuambia ni juu ya falme, kwa maana kwamba ukiona shambulio limetuma, ujue kuna mfalme ambaye amekuja. Na huyo mfalme ameleta hiyo vita, ameleta hayo mashambulizi. Kuna mfalme na kuna mamlaka na kuna wakuu wa giza na kuna majeshi. Angalia, yani kuna kikosi, kuna mfumo ambao umehakikisha unaleta haya mashambulizi. Hasa ili uweze kushinda, lazima kwanza usikubali kabisa kwenda kwa jinsi ya mwili. Maana ukienda kwa jinsi ya mwili, adui anapata nini? Nafasi. Kwa sababu adui hatumii ulimwengu wako wa roho, anatumia ulimwengu wako wa mwili kushambulia. Maana anakutoa tu kwa jinsi ya mwili. Akikugusa roho, anakuangaisha kule, huwezi kupata matumaini tena. Huwezi ona tena matokeo ya kiroho, maana ashakushambulia kwenye mwili. Wakati ule Ayubu aliapply hii vita, mashambulizi ya Ayubu, hakupambana nayo katika mwili, alipambana nayo katika roho. Ndio maana kila kitu alichoambiwa alisema jambo moja, najua mtetezi wangu yu hai, na katika mwili huu nitamuona Mungu wangu katika nchi ya walio hai. Kwa maana kwamba hakushambulia kwa jinsi ya mwili, hakutafuta hivi masuluhisho, hakuuliza kwa watu. Unajua sasa hivi tatizo likitokea, utaanza kupata ushauri mwingi kwa watu. Mwisho anakupoteza. Wanakuambia tukajaribu kule, tukajaribu chumvi, tukajaribu kuna mafuta mapya, kuna udongo mpya. Yaani watakwambia, mwisho watakwambia, lakini kuna mama, kuna bibi yangu kijijini. Tayari umeshakupeleka, maana wewe unahangaikia sasa katika mwili. Lakini ukiangalia kuingia kwenye roho kwanza kuna amani unaipata. Haleluya, kuna amani kwanza unaipata. Alafu kuna maarifa ya Mungu. Alafu kuna roho nyingine ambayo itakwambia usiogope. Hiyo sio ya binadamu, hiyo ni ya Mungu peke yake. Ili uweze kushinda mashambulizi ya kishetani, mashambulizi ya nguvu za giza, usiruhusu kupambana katika mwili. Maana damu ya Yesu ni roho. Damu ya Yesu ni roho. Na ndio maana damu ya Yesu yenyewe inaongea. Miaka 2000 iliyopita bado ingali inanena. Na unapaswa kuelewa kwamba haya mashambulizi, ili niweze kuyashinda, lazima nisimame, nisiwe na hamaki. Hatua ya pili, usiruhusu manung'uniko. Katika mashambulizi adui anayokuvamia nayo, usiruhusu manung'uniko. Maana manung'uniko ni eneo ambalo linasababisha wewe upigwe ama ushindwe kwenye mashambulizi. Labda unanung'unikia nani unanung'unikia? Unaponung'unika unaruhusu mashambulizi yatawale maisha yako. Unaruhusu adui atawale. Kitabu cha Hesabu sura 21 mstari wa 5
Utaona wana wa Israeli walipokuwa wametoka, Mungu amewapigania, wametoka safari, Mungu amewashidia. Lakini mstari wa 5 anasema watu wakamnung'unikia Mungu na Musa, mbona umetupandisha huku kutoka katika nchi ya Misri ili tufe jangwani? Maana hapana chakula. Yaani ni njaa tu inawafanya wanaanza kunung'unika. Hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zinakinai chakula. Kumbe kuna chakula. Listen to this. Yaani kuna chakula wanakula, lakini bado wanasema wana njaa. Tena wanasema roho zetu zimekinai. Yaani kwa maana kwamba sio kwamba walikuwa na njaa, ni roho ya manung'uniko tu aliruhusu. Na roho ya manung'uniko unaporuhusu, unamwachia adui hata Mungu akutetei kwa mimi. Yaani utajikuta wewe ni muombaji, utajikuta unatoa zaka, utajikuta ni mwaminifu, lakini kwa sababu ya eneo la manung'uniko unapigwa na unajiuliza nimekosea wapi? Kumbe kuna mahali tu umeongeza manung'uniko kwenye maisha yako. Ukisoma maeneo hapo, maandiko yanasema mstari wa 6, Bwana akatuma nini? Nyoka. Kumbe hata Mungu naye anaweza geuka kuwa adui yako unapoanza kuwa mnung'unikaji. Anaweza ruhusu mashambulizi yaongezeke unapokuwa unanung'unika. Na kumbe hii ni hatua ambazo zinaruhusu mashambulizi kwenye maisha yako. Na uwezi ukashinda kama malango yako wazi ya kushambuliwa, utashambuliwa tu. Akaruhusu nyoka, wakaanza kuwauma watu, wakaanza kuwang'ata watu. Watu wengi wakafa. Kwa nini walikufa? Kwa sababu walinung'unika, waliruhusu dhambi ya manung'uniko. Na hii hapa inawakwamisha watu wengi sana. Unaweza ukawa unamnung'unikia tu mwenzako, yaani lawama. Unajua unapolaumu sawa limeshatokea, lakini sasa unanung'unika, unamlaumu, yaani unamrushia, unamsababishia Musa makosa na Mungu wako. Hata siwaelewi akili zenu. Sasa unaporuhusu roho ya manung'uniko, jambo limeshatokea, tayari unampa shetani jukwaa la kutekeleza yale matakwa yake aliyokusudia pale mwanzo. Sema leo sitampa nafasi. Sema tena leo sitampa nafasi. Yaani pale tu unaposikia kwamba kuna kitu, yaani usiingie kulaumu au kunung'unika. Wakamnung'unikia Mungu, wakamnung'unikia Musa. Wakasema, Musa, angalia umetuleta hapa tuje tufe. Tena tufe na njaa. Huku tunakula. Kumbe wanakula, lakini eti wanasema bado watakufa. Sasa unashindwa kuelewa, hao watu wanakula, alafu tena wanasemaje tunakuja kufa, alafu tumekinai chakula. Kumbe walikuwa wanakula. Sema tu karoho fulani ambako kakatosheki na roho ya kidogodogo ndio kiwapoza. Wakaanza kusema Musa na Mungu. Kilichotokea, Mungu akasema hii shughuli ngoja nishughulikie. Wakaletewa nyoka wa moto. Mbona kuona nyoka wa moto? Siku moja na mke wangu tulimuona nyoka mwekundu. Tulipotoka mahali usiku, tukamuona na ni roho. Yaani ukiona nyoka mwekundu ni ataka. Sio unakumbuka? Ni ataka. Ukiona nyoka mwekundu popote amepita, ujue hiyo ni shambulio, ila limetoka kwa Mungu au kwa adui. Mbaki unajua mashambulizi saa zingine anaweza akatoa kwa Mungu na saa zingine akatoa kwa nani? Kwa adui. Kwa maana Mungu anaweza akaruhusu adui nenda akaja. Yaani mashambulizi ya Ayubu alikuwa sio ya Mungu, ni shetani kupitia kwa Mungu. Nenda. Leseni nenda. Sasa ili uweze kufunga hayo malango adui asitumie maisha yako, ili kuweza kuzima hayo mashambulizi. Kila saa unaposikia roho ya manung'uniko kuhusu labda mwenzako, kuhusu labda ibada, kuhusu labda mchungaji, kuhusu labda, yaani kuna karoti hata ofisini kwako, ukasikia tu wako karoka na nung'unika hivi, ujue tayari umeruhusu mashambulizi. Halo? Unanielewa? Lakini unaweza ukanung'unika uko right, uko sawa, lakini ukiruhusu tayari wewe hapo unajitafutia adui aingie kutawala. Sema kwa jina la Yesu, roho ya manung'uniko hauna nafasi kwako. Sema kwa jina la Yesu, roho ya manung'uniko hauna nafasi kwako, kwa jina la Yesu Kristo. Sema amina.
Usiruhusu kinywa chako kuongea ovyo ovyo. Yaani unaporuhusu tu kuongea kwa sababu ya mekukifu, unaanza kuropoka kuongea, unajitafutia matatizo makubwa. Biblia inasemaje? Uzima na mauti viko kwenye nini? Kwenye kinywa. Kwa hiyo walivyosema tunakufa, kifo kikaja. Na kufa na ile njaa waliokuwa wanakuja, ilikuja ishu nyingine ya kuwaua ambayo sio njaa, ambayo ilikuwa ni nyoka ndio wamekuja. Mithali sura ya 18 sura ya 21. Angalia sana unavyotumia kinywa chako, maana kinywa chako kinaweza ikawa malango ya mashambulizi. Wewe unaga break. Yaani likija unaga sehemu ya kutuliza maneno, ya kutuliza. Likishafika bulu limetoka. Kumbe mashambulizi mengi ni matokeo ya kinywa chako. Umejiandaa kuzuia kinywa chako. Sasa zingine unaongea lakini unaruhusu kushambuliwa sana kwa sababu hauna siri. Hauna siri, una mipaka ya kusema hapana. Chochote ambacho unaona kinakuja, mwanamisi na sasa unavyojisifia hapo. Mimi bwana huwa sifichi hapo. Neno unaona kama sifa vile. Wakati Mungu mwenyewe anaficha. Hautaki kuelewa. Mungu mwenyewe anaficha mpaka anajiuliza, hivi nimfiche Abraham jambo hili ambaye huyu Abraham nimemwapia? Ndio Mungu anaamua kuvunja siri. Kwa maana kwamba kuna saa zingine unapaswa kunyamaza ili mashambulizi yasiendelee. Silaha ya ukimya inaweza ikaondoa mashambulizi. Sio kila saa unaongea, saa zingine nyamaza. Sasa hapo ndio watu wengi ni gumu walokole. Hatashangaa tu jamani mwenzangu, wale jana nakuja tutamkera mara tatu nimetoka. Mambo yanaenda kwa kifua. Lazima uwe una uwezo wa kunyamaza ili Mungu amalize kwa siri vingine. Ili Mungu aviondoe kwa ndani vingine. Jirani yako usiruhusu mashambulizi. Adui anapitia kwenye kinywa. Unapokuwa unaruhusu kinywa chako kwa kusema, kwa kunung'unika, kwa kuongea ama kwa kumshirikisha kila mtu, yaani unaongea na kila mtu tu. Una jambo lako lakini wewe unawaambia watu wote, nadhani wote wanafurahia. Kuna wengine utawaambia, lakini kuna wengine ambao utakapowaambia wanaona nao wanaenda kushare. Anaenda kushare na nani? Na mtu ambaye anakuja ushambuliwe, uharibikiwe. Sema kwa jina la Yesu, kila anayenifuatilia kuleta mashambulizi, kwa jina la Yesu Kristo hatapata nafasi kwenu. Kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Mwambie jirani yako usiwe muongeaji sana. Sema usiwe muongeaji sana. Unajieleza too much. Hata vingine hujaulizwa, alafu unafanyaje? Unaeleza. Usiwe mwelekezaji, yaani unaeleza. Na usipende kila mtu akuelewe. Mwambie jirani yako sio kila mtu atakuelewa. Kuna watu wengine hawatakuelewa hata ukiwaelewesha, hawatafanyaje? Hawatakuelewa. Ni vizuri saa zingine ujue hayo mashambulizi mengine nimeruhusu mwenyewe kwa sababu nilimueleza fulani kapeleka kwa fulani kapeleka kwa fulani, imekuwa baya sasa. Hayajaja mashambulizi. Mwambie jirani yako kuzuia mashambulizi. Unapaswa kuzima hayo mashambulizi kwa wewe kuwa na kunatia ni jambo kinywa chako. Usiwe mtu wa kuongea. Haleluya. Hatua nyingine usiwe unajihukumu. Yaani kuna mtu mwingine unajihukumu, unafika mahali umelaumu, sasa unajilaumu mwenyewe. Yaani unajilaumu mwenyewe. Kumbe tayari hapo unapojilaumu umempa adui meza ya kukutandika ama uwanja, umemkabidhi silaha. Maana ushasarenda kwamba wewe umeshindwa. No. Siku zote tunasema tunayaweza mambo yote katika yafanyaje? Atutia nguvu. Mwenye haki ataanguka mara ngapi? Mara 7. Lakini atafanyaje? Atainuka. Sasa inakuwaje wewe unasarenda? Mwanajeshi kamanda hawezi kusarenda hata siku moja, bora afe. Lakini hawezi kusema eti siri zote. Hawezi jilaumu kuwa mwanajeshi, maana ni kazi aliyochagua. Na wewe ili uweze kuzima kila shambulio, usijihukumu.
Haleluya. Usifanyaje? Usijihukumu, usitengeneze hukumu ndani yako ambayo inakufanya regret, ujutie. Sasa zingine unatakiwa usimame useme, hata hivi nitashinda. Aliyenishindia kule, hata hapa niko naye. Sijashindwa bado, maana aliye ndani yangu ni mkuu kuliko aliye katika nini? Dunia. Unasema nimetokana na Mungu. Haleluya. Lazima ujitambue ni nani. Unapojitambua unakuwa na nguvu za ajabu ndani yako, na hayo mashambulizi unaenda kuyapita. Na achilie hiyo nguvu kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Kama unaamini sema amen. Mwambie jirani yako, jifunze kunyamaza. Haleluya. Hatua nyingine, usiruhusu roho ya hofu. Roho ya hofu ni maeneo ambayo shetani anatumia kuleta mashambulizi. Hivi unajua pressure, magonjwa yote hayo ni hofu inaletwa. Ni mlango mmoja hapo ambao shetani analeta mashambulizi, hofu. Akishakuletea tu hofu, ashakushambulia kila eneo. Ndio maana Mungu anaongea kila siku, usiogope. 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 Niko pamoja na wewe. Nimekushika kwa mkono wangu wa kuume. Wewe ni wangu. Biblia inasema kwamba ninyi hamjapewa roho ya hofu, bali mmepewa roho ya kufanya wana, ambayo kwa hiyo tunalia Aba. Yaani wewe huna roho ya hofu hata sehemu moja. Unatoa wapi? Mtu ambaye unatumia damu ya Yesu, nimesema ni mjasiri. Biblia inasema wana wa Mungu ni wajasiri kama nini? Kama simba. Saa zote usiruhusu hofu. Yawezekana daktari kakupima, halafu akakwambia lo, njoo tena baki naona sielewi kitu. Anakutengenezea hofu. Unapaswa yambie hofu, hapa sio mahali pako. Mwambie jirani yako, hofu isikae kwako. Hofu ikibisha hodi, ujue ni attack, ni mashambulizi yameletwa. Hofu ikipiga, hofu ya uchumi, hofu ya watoto, hofu ya ndoa, hofu ya afya, hofu ya jambo lolote ikishakuja, ujue hiyo ni mlango wa mashambulizi, na hiyo tunaenda kuamuru haina nafasi kwa jina la Yesu. Sema kila roho ya hofu, achia maisha yako. Kwa sababu wapendwa, roho ya hofu inanyonya ama inayeyusha imani yako. Inang'oa kabisa imani yako. Maana Biblia inasema yote atakayowaambia mlima ng'oka, wala asiwe na shaka, bali aamini yale anayosema yametokea. Shaka ni kwamba huna hofu yoyote. Biblia inasema mwenye shaka ni kama mtu ambaye yuko kama upepo, asitarajie kupokea chochote. Ni vizuri ujue kutumia kuzima hayo mashambulizi. Unapogundua kuna roho ya hofu, unapaswa kuikabili hapo hapo. Usiipe muda, kabiliana nayo kwa kuanza kuzungumza jinsi ya kushinda hofu. Hofu inakuja ndani, lakini ukinyamazia inakumaliza. Ikishaanza unaisikia inaongea, na wewe isemeshe, iambie, sikiliza hofu, nikuambie kabisa, mimi sitakufa, bali nitaishi niyasimulie matendo makuu ya Bwana. Sikiliza hofu, mimi sitakataliwa, mimi ninakubalika, hata mahali ambapo sifai nitafaa. Unapoijibu hiyo hofu ambayo ilikuwa inakuongelesha kwa ndani, inayeyuka pale pale. Nani yuko tayari kuisemesha hofu? Nani yuko tayari kuisemesha hofu? Yaani usisababishe ukapandisha sukari na pressure na maini na kila kitu. Haleluya. Yaani ukiona zinapanda, bila hofu, umetoka wapi? Maana wewe sio mtu wa kuogopa. Aliye ndani yako ni mkubwa kuliko aliye katika dunia, ambaye anakujua ni zaidi ya kila mtu duniani. Yeremia anaogopa na ambao usiogope, maana nilikujua kabla, nimekuumba kabla, na nimekutakasa, na nimekuweka kuwa nabii. Tazama, nitakushika, na kila mahali utaenda, kila mmoja atakuwa chini yako na utakuwa juu yake, kwa sababu niko na wewe. Mwambie jirani yako, usiruhusu mlango wa hofu. Yaani mashambulizi mengi tunayapata kwa sababu ya hofu. Na moja ya eneo, hofu ni moja ya dhambi. Mashaka ni kifo na hofu ni dhambi. Na ndio eneo ambalo Biblia inasema tu watu hawanaenda mbinguni. Sio tu wazinzi,
Maana saa zote unakamata tu asisi hawataenda. Yaani ukanyagi. Hata muoga Biblia inasema bali waoga. Usiseme tu ni mbea muoga haendi. Utajikuta wewe kwa sababu tu wewe muoga umejikuta mbinguni unaambiwa bwana huku sio kwako. Sasa inakuwaje Mungu? Kumbe kwa sababu tu ulikuwa unatembea na roho ya hofu kama ndugu yako. Sema shindwa roho ya hofu. Sema roho ya hofu umeshindwa. Usiruhusu roho ya hofu ikushikilie. Hofu itoe nje. Weka imani ndani. Yesu Kristo alipokuwa na wanafunzi wake, wakati dhoruba imekuwa kubwa, walivamiwa, mashambulizi ya dhoruba yalikuwa makubwa. Kilichowafanya waliogopa. Na Yesu akawaambia, kwa nini mmeogopa? Kwa nini mmekuwa na hofu enyi wenye imani haba? Yesu akasimama kwa mamlaka akasema, ewe bahari, ewe dhoruba, kunyamaze sasa. Bahari kanyamaza. Alizungumza, ilikuwa inatisha, lakini alizungumza na kile kinachotisha. Leo kazungumze na kinachokutishia. Nasema kakisemesha kinachokutishia. Amka usiku wa manane, zungumza nacho. Amka asubuhi, zungumza nacho. Nenda ofisini, sema nacho. Chochote ambacho kinakuletea mashambulizi ya hofu, anza kuisemesha na itaachia maisha yako. Kama unaamini sema amen. Na shetani anakuletea hofu kama mbwa koko. Mbwa koko ni muoga, tusema amina. Anabweka sana, wala sio mkali. Mbwa anayepiga makelele kubweka wala asifungue. Na ndio maana Biblia inasema shetani ni kama simba angurumaye. Anapoguruma ni ili tu akutishe na mgurumo. Mbwa ambaye habweki. Siku moja pale jirani yangu ana mbwa ambaye habweki. Alafu ana vile vingine vya pembeni. Vile vidogo vyeupe. Vinapiga makelele. Lile sasa la hatari. Linatembea kama mamba. Kijana wangu alikuwa anafuatiliwa. Iko. Vile sasa vile ambavyo vyoga. Kelele. Nimeacha kelele. Kelele ni za uoga. Hili ambalo linaenda tu silence, hilo ni baya sana. Na nikikamata bado hapiki kelele mpaka kumalize. Ndio lilivyo. Yaani linaitwa bulldog, ni wabaya na mdomo kama sipini. Sasa shetani naye anapokuja, yeye hafanani na huyo mbwa anayekutajia sifa zake. Yeye anapiga makelele ili akushtue. Unapaswa umwambie, nikwambie nyamaza, shindwa. Biblia inasema kwenye Yakobo sura ya 1 mstari wa 7, mkaribie Mungu, mpigeni shetani naye atafanyaje? Atawakimbia. Usiruhusu hofu, pigana na hofu. Umri wako mdogo, lakini sasa cha ajabu unaonekana umezeeka, kumbe umejizeesha mwenyewe. Kila siku unapoogopa unasinyaa. Sema leo ni mwisho. Sema tena leo ni mwisho. Sema kila roho ya hofu achia maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Hofu inapokukaribia, hakikisha unaishughulikia. Usiruhusu itawale maisha yako. Usiruhusu adui atumie kukushambulia kwenye hofu. Taarifa unazozipata zisikutie hofu. Hatua nyingine ambayo adui analeta mashambulizi, roho ya uchungu. Roho ya uchungu. Wapendwa, hii ni hatari sana. Mashambulizi mengi tunayapata unapokuwa na roho ya uchungu. Roho ya uchungu inasababishwa na kubeba makorokoro kibao, mizigo. Yesu Kristo anasema, njooni kwangu ninyi nyote wenye kusumbuka na kulemewa na nini? Na mizigo. Na mtafanyaje? Mtawapumzisha. Taajabu sasa mwenzako wewe bado unabeba mizigo ya mwaka jana, mwaka juzi. Bado unabebana na vitu vya zamani. Usiruhusu uchungu. Biblia inasema wala jua lisizame ukiwa na kitu moyoni. Sasa kumbe wewe unalibeba tu jana, juzi, mwaka jana, wiki iliyopita. Unaruhusu adui akushambulie. Sema leo naachana na roho ya uchungu. Sema kila roho ya uchungu inaoleta kushambuliwa, leo achilia ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Sema kila roho ya uchungu leo achia maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Roho ya uchungu. Unajua hiyo roho ya uchungu kisha kutawala sana, inakuletea ndugu yake ama mjomba wake, inaitwa roho ya kujitenga. Roho ya kufanyaje? Kujitenga. Hutaki ushirika tena.
Yaani hutaki ushirika tena, hutaki kwaya tena, hutaki maombi tena. Yaani hiyo kumbe wewe utajua shetani anakutoa ili akumalize huko. Ukiona mtu haji ibada, hataki hata kuwasiliana na wewe, ujue tayari huyo ni mavamizi, ashashambuliwa. Kwa sababu uchungu kishaingia, inamtenga yule mtu, inamtoa kwenye ushirika, alafu mashambulizi yatakapompata. Unakusema kumbe hata angesema ungemsaidia. Sasa akishajitenga, anavaa roho ya kukataliwa na kujikataa mwenyewe. Maka adui analeta package, shetani anakuletea mfumo wote ambao ukichukua moja umechukua zote. Yeye anakuzia simu ya line 3, sema anakataa hiyo. Anakuzia simu ambayo ina line ngapi? Line 3. Sasa sikilizeni hiyo simu itakapokuwa inalia. Sasa ndio hivyo ambapo unapaswa kabisa usiruhusu uchungu. Lakini kingine usiruhusu kujitenga. Mwingine mashambulizi, umeona tatizo, simama hilo tatizo lishe. Usizire. Usifanyaje? Mapenzi yanapata kuzira. Usizire, communicate, wasiliana, ongea. Ongea tu kama hakuna kitu kimefanyika. Lakini unapozira, unapokataa ushirika, unasema sili chakula, unasema silali, sijui sifanyeje, hapo wewe unaruhusu hayo mashambulizi yaendelee kwenye maisha yako. Sikusalimii, unajua kanisani tuna kazi wachungaji. Unajua tu yule na yule asalimiana. Na mimi na si wachungaji, tunawachunga hivyo hivyo. Mpaka Yesu kusema acheni nini? Magugu na nini? Sasa kama wewe gugu nitakumua umoe na ngapi? Unajua kabisa yule na yule wanaishi. Lakini unasema tukungoje Bwana nani? Wa mavuno. Atakuja kuvuna kwa wakati. Sasa wewe unabeba roho ya kujitenga. Kumbe huyo unayejitenga naye ndiye ambaye atakusaidia kwenye vita vyako. Huyo ambaye unakaa mbali naye ndiye ambaye, yaani wewe mchungaji mkumai ambaye unakuwa mbali naye, ndio siku yamekukamata. Mchungaji. Alafu unajiuliza moja, alikuwa wapi? Mchungaji wangu. Yaani mchungaji wangu anatudia, yaani nimekuota kwenye ndoto. Wala hamna ndoto wala nini. Anatengeneza. Haleluya. Bwana sasa, lakini sio wewe. Bwana sasa. Uzuri tunajijua. Haleluya. Sasa usiruhusu kujitenga na ushirika. Fellowship. Umoja wa mwili wa Kristo ndio unatufanya sisi tushinde mashambulizi. Biblia inasema kwamba Petro alipokamatwa, Matendo ya Mitume sura 12, alipokamatwa, yale mashambulizi ilifanya kwamba kanisa waliitana, wakakutana kwenye nyumba moja, wakasema hatulali. Wakasema leo hatulali mpaka kieleweke mwenzetu yuko jela, hatuwezi kubali akae jela. Wakakutana pamoja, wakaomba, mbingu zikasikia. Badala ya shambulio kufanikiwa, shambulio likafeli, kwa sababu watu wamekutana pamoja. Ule umoja, ule ushirika unashinda mashambulizi yoyote. Usiruhusu shetani akutoe kwenye umoja. Maana akishakutenga ina maana amekutoa kwenye umoja. Asikutoe kwenye eneo ambalo unajua kabisa huyu mtu hata kama alikosea lakini ni binadamu. Sasa singine asili watu. Haleluya. Mabezi yako watu ni watu. Mtu ni mtu tu. Atateleza, atashindwa, ni mwanadamu. Lakini Mungu atabaki kwa nani? Kwa Mungu. Elewa ule upendo wa Mungu ulioko ndani yako kwamba hakuna atakaye kutoa kwa Mungu. Endelea kung'ang'ana, wasikutoe kwa Mungu. Shetani asikutoe kwa Mungu. Yesu Kristo anasema hao ndio nipa, naomba wawe na umoja kama mimi na wewe tulivyo na umoja. Wapendwa, isiwe kipindi hiki unajua tuna mapito mengi. Unaanza kujaribisha labda kule ndio utapona. Pana ng'ang'ania hapa hapo, Mungu anakupima
Mwanangu Jackie alipitia misukosuko mingi, lakini katika hiyo misukosuko aliimarika. Leo yuko bado kanisani. Haleluya. Na una vitu vingi tu, lakini unapaswa kuelewa haya yote ni eneo la kustamina. Hayo mashambulizi ukishapita, unatoka dhahabu inayong'ara. Unatoka dhahabu safi. Unaweza ukawa upate heshima, lakini unaelewa nina kusudi ya kushinda na zaidi ya kushinda katika yale aliyotupenda. Kushinda mashambulizi. Kushinda mashambulizi. Hakikisha usijitenge na ushirika. Biblia inasema tusiache kukutana kila itwapo leo, tuonapo siku zinakaribia. Unajua tunakuja kwa watu wanakuja kanisani, saa nyingine na waona wanajilazimisha. Wewe kuja kanisani kwa faida yako. Yaani ukishaona tu unajilazimisha, ujue hapo wewe adui ashakuchukua, bado tukukung'oa. Yaani ukiona mambo ya kiroho unajilazimisha, yaani unajisukuma, ujue sasa wewe umempa nafasi kiasi kwamba bado tukukung'oa. Na unajua Mungu ana hasara. Mwambie jirani yako, Mungu ana hasara. Maana Mungu anasema hivi, yeye anaweza hata inue mawe. Si unanielewa? Mungu anaweza fanye. Kwa hiyo usio kasema wewe ni bili sana, you are not special. Kama wewe mwenyewe ujitambui, unapata matatizo yako na mambo. Maana kuna wengine wanashuku, kuna wengine wanafanya wanapanda. Sasa ni wewe kujitambua kwamba ushirika lazima ning'ang'ane. Nisiruhusu roho ya uasi, roho ya kutoka nje, roho ya kuacha Mungu ni mbaya, inakufanya adui akushambulie. Sema amen. Sema tena kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sema nakataa kurudi nyuma. Roho ya kurudi nyuma ni mbaya sana. Usirudie mambo ya zamani. Mwambie jirani yako usirudie mambo ya zamani. Yaani usirudie mambo ya zamani. Labda kuna mambo ya dhambi uliacha, lakini ghafla unaanza kwenda kuonja pombe, unagusa kile. Yaani kuna tabia za asili unazirudia. Unapozirudia unafungua mlango wa mashambulizi. Unapokuwa huna vitu ambavyo vinamcha Mungu, unaruhusu mashambulizi ya eneo lolote kwenye maisha. Sema kwa jina la Yesu. Kila mashambulizi niliyosababisha kwa kupitia tabia, leo yaniachie. Yaani unaweza ukawa tu unaangalia movie, ulikuwa umeacha, lakini ghafla tena ile roho ya kurudi kwenye movie umerudi. Ulikuwa unacheza nini ile ya kusukuma ile Biblia ile. Inaitwaje? Ile box imechorwa alafu nasukuma hivi. Inaitwaje? Tebo. Haya hiyo. Unashangaa kale karo, ukikutana na hiyo tebo na hizo tebo ziko baa. Sasa mwisho utashangaa utaacha kukumbukia ile chupa nyekundu. Unashangaa unapokuwa na ushirika na wale watu, malango yako ya mavamizi yanaanza kuja. Sema leo namtoa nje. Unajua wapenda, Biblia inasema kwamba uangalie ni nani ambaye yuko karibu na wewe, kwa sababu anaweza leta miungu ya wewe kushambuliwa. Nani ambaye unacheza karata ngapi na nani unacheza naye? Anasema amekufunga, kumbe sio kukufunga, amekuwekea kitu kingine katika ulimwengu wako. Ni vizuri ujue vitu ambavyo vya zamani, tabia zile ambazo ulizivua, angalia usizivae. Utani na watu yanafungua malango ya mashambulizi. Katika watu ambao wanawasifia maisha yangu wote, mke wako wapendi kutaniwa. Na sio leo, toka zamani. Walikuwa wakimtania mchumba, anaambia koma, mimi sio mchumba wako. Haleluya. Mwambie jana kwa nani anakutania? Yaani mtu akikutania anaruhusu, ni agent. Ni mlango wa kuja kukuletea mavamizi. Mtu akikusifia lakini kwa namna ambavyo anataka akuletee mashambulizi, anaweza kwambia uko mzuri, lakini kumbe hilo neno limeingia, uko mzuri mpaka imeingia kule kwenye roho yako, kama vile mbele imekugiribu.
imekuvuruga. Neno tu moja kuna shepu linakuvuruga na unajijua na shepu, ila huyo mtu anakuambia hiyo imeenda, imezama, imekugirimu mpaka unashangaa unataka tena kusikia. Mazungumzo mabaya walimu tabia. Kwa hiyo hakikisha usiruhusu mazungumzo ambayo yanaweza kukuletea mvuto wa shetani kuingia. Yaani vijiweni kuna mastori ya ajabu ambao unakuta watu wanaongea, wewe nao ukikaa huko ndani ukaanza kusikiliza, tayari umeruhusu malango ya mashambulizi. Zaburi ya kwanza mstari wa kwanza anasema, heri mtu yule asiyekwenda kwenye shauri la wasio haki, wala akoketi barazani pa wenye mizaa, bali sheria ya Bwana ndio impendezayo, na sheria ya kuitafakari mchana na nini na usiku. Yaani huyu mtu amebarikiwa ambaye akae kwenye mzaa. Mahali watu wanaongea vitu vya ovyo hakai pale. Wakianzisha story ananyanyuka anaondoka, maana anajua nitajinajisi na mwisho hawa watu watakuta hayo mashambulizi, maroho yao yataingia ndani yao. Kanisa tunajifunza kitu hapo. Mababa wanapata kitu hapo. Yaani unaweza ukaa huko ofisini, lakini wanaanzisha story moja ambayo inakuletea kukupeleka kule. Lazima ukishagundua hiyo useme jamani, baadaye wajue tu wameanzisha kitu ambacho kwako wewe ifanyije, haiwezi kufanya kazi. Unajua Biblia inasema kila kilichozaliwa na Mungu hatendi dhambi, bali hujilinda. Ni vizuri ujue kujilinda na dhambi yoyote ambayo inaweza kukuzinga, inaweza kukushikilia. Umbea, unashangaa tu mtu anasengenya mtu unatulia kusikiliza, kumbe ni mlango tayari ambao unakuletea mashambulizi. Unajikuta tunashambuliwa, kumbe kuna mtu ambaye umekaa naye huyo akafanyika antena ya kuleta mashambulizi. Sema leo namtoa kwa jina la Yesu. Rudia tena, sema leo namtoa kwa jina la Yesu. Kwa anabarikiwa kwa hili somo, sema kwa jina la Yesu, mashambulizi yoyote leo yaniachilie kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Uvivu wa maombi. Wewe ukiingia tu kuomba unaona kama ndio umelala. Yaani saa ya maombi usingizi. Lakini uko macho kweli, ndio msifu na ngoja wazi maombi. Ni huna maneno ya kuomba. Kwanza ukitaka kujua umeshambuliwa, unaishiwa maneno. Yaani unakosa, unaongea maneno mawili matatu yashakauka. Unapaswa utafute sasa kwenye tiba ya kiroho ya kusema hii hapa ni tatizo, ni mashambulizi tayari. Unaomba alafu nasahau nilikuwa naomba saa ngapi, ushamaliza usingizi mwingi tu. Uelewe hayo ni mashambulizi ambayo kila saa ukipiga magoti ndio yanakuja. Usingizi ulale saa zingine, ila saa ukiomba tu ujue hapo kuna uzembe na uvivu ambao yeye anautumia kuingilia pale. Na unakuta sasa badala hata uote ndoto nzuri, unaota mandoto ya ajabu. Sema shitwa shetani na familia yako. Ili utaka kukemea familia ya shetani, sema shitwa shetani na familia yako. Kwa unafikiria na familia, wale mawakala wake si familia yake, kama vile asiki familia ya Mungu. Sema amina. Nani anakemea familia ya shetani? Yaani shughulikia uvivu ambao saa zote wewe saa ya maombi una sababu, kufunga una sababu. Yaani utajisababishia tu sababu ambazo zinakuwa sababu ya wewe kutokufanya vile ambavyo unatakiwa ufanye kwa maombi. Kumbuka maisha yetu ya kiroho ni kuomba. Ukiacha kuomba unaacha ushindi. Maana vita vyako havitokani na mwili, viko katika roho. Na unapaswa kuelewa kabisa, unapaswa kuomba sio kwa sababu kuna matatizo. Unapaswa kuomba bila zeme, tupasa kuomba Mungu siku zote, wala tusifanyaje, tusikate tamaa. Yesu mwana wa Mungu aliye hai amekuja na miujiza ya kushusha samaki na kufanya maajabu, lakini pamoja na hayo aliendelea kuomba. Na unapaswa kuomba hata kama hujaona majibu. Omba mpaka kieleweke. Omba safari yako ile pesi. Wale waombaji mko wapi? Mnapaswa kuamsha ile kiu yako ya maombi.
Usiruhusu sababu yoyote ikuzuie. Maana unaporuhusu ndipo ambapo adui anatawala maisha yako kupitia ile kwa udhaifu kadogo na karuhusu. Shida mashambulizi. Uwe mtu mwombaji. Uwe mtu ambaye saa zote unaingia kwenye maombi. Unasema Baba, unanijua mimi ni mtu na siwezi kupigana kama mwanadamu. Wacha nivae roho, maana silaha zangu haziko katika roho bali zina Mungu hata kuangusha ngome. Ingia katika hali hiyo, maana tunaenda kwa mwili lakini hatupigane kwa jinsi ya nini? Ya mwili. Wacha kuishi kwa mwili. Wacha kuishi kwa kula. Saa zingine elewa kusulubisha mwili, elewa kutulia na kusema nataka roho iishi. Haleluya. Haleluya. Usiombe kwa mwemuko au kwa masamasa, hapana. Omba kama maisha yako ya kiroho ndio yanatakiwa, uvivu wa maombi. Haleluya. Kumbe ile inaposimama kwenye zamu yako, ili uweze kushinda hii vita, napokuwa hatua za kushinda vita hiyo, lazima usimame kwenye zamu yako. Askari anayekaa kwenye lindo siku zote yuko ready kwa ajili ya kukabiliana na lolote. Unapokaa kwenye lindo, vaa sare, vaa mavazi yako. Ndio maana nasema kwamba vaeni silaha zote. Hello? Nani anasoma kwa Efeso 6:13? Vaeni silaha zote ili kuweza kushinda. Saa zote simama kwenye nafasi yako. Wacha kuwa tegemezi. Mtu ataniombea, sifa ananiombea. Unakuwa tegemezi mpaka lini? Majira ya kuendelea kutegemea yameshaisha. Na wewe anza kuvaa mavazi ya kupigana vita. Maisha ya kiroho sio lele mama. Maisha ya kiroho ni vita. Usipopigana kwa ajili ya watoto, ni kuambia ukweli, ni kilio chako wewe. Hiyo saa usiposimama wewe, matokeo utaona. Wewe mama unapaswa kuwa ndio mwanajeshi huko ndani. Wewe ndio askari huko ndani. Unawapokonya wote waliomezwa na ibilisi. Simama kwenye zamu yako. Mpaka mbingu ikuelewe. Mpaka shetani akuelewe kwamba wewe sio wa kuchezewa. Hello? Nani ananielewa? Sio mpaka tutangaze maombi ndio ufunge. No, iwe tu maisha yako ambayo unasema lazima niombe badiliko litokee. Hili shambulio lizime, hii hapa izime, hii tetesi ishindwe, hiki kitu kisitokee. Maana mahali ambapo kuna askari, kuna jeshi, hakuna shambulizi litatokea. Maana wanajua wanajeshi saa zote wako wanapiga nini? Mark time. Mnaona huko barabara. Mnaona huko barabara. Si mnaona? Wanafanya masho. Jipeleke. Unaona kule wako gado, wewe piga story, lakini wewe sio wanafanya. Wanahakikisha saa zote hakuna vita, lakini wanahakikisha wanafanya vitu vyote. Yeye anafanya push up kwa kama vile kesho kuna vita. Hamna vita, lakini wao wanajikoki saa zote. Mama ndio kuvaa magwanda. Acha saa zote kuvaa lipsi, vaa magwanda, vaa kofia, jifunge kibwete, sema lazima leo kileweke. Lazima ningoe mageti ya wachawi, lazima ningoe kila roho inayonishambulia. Haiwezekani kila mwaka niko hivyo. Huu mwaka naitisha mabadiliko, na sio mwaka mwezi huu wa 10 hautaisha mpaka nione matokeo. Vaa magwanda. Nani ananielewa? Uko tayari kuvaa magwanda? Unajua kwenye jeshi huwezi elewa mwanamke mpaka utazame huko. Maana utaona mtu mwenye mwili wako kwa mwanamke. Maana wote wana uniform. Hello. Wote wana uniform. Sio mpaka wote tunyonyo. Lakini ndio sasa mchezo. Muziki wa ile mwanajeshi mwanamume na yule muziki huu. Yaani hakuna jinsia, wanapitia course moja. Yaani ukishaingia kule sio hakuna jizaa hizo ile wanaume. Unaenda na kucha zinapokuchika zote. Unarudi huna kucha. Ndio maana wote wananyolewa, hakuna wanaosuka kule. Wakienda kule Bururi wananyolewa wote vipara. Hakuna sijui wiki wala nini. Unajua wiki lako mbele ya safari na kwanza jeshi hakuna kuvaa wiki. Ndio maana wanavaa makofia yao. Sio kama wananielewa.
Wamejiandaa kuvaa magwanda. Wacha kuwa mzembe wa kuomba. Wacha kuwa mzembe wa kusoma neno. Wacha kuwa mtu wa kulishwa. Unakariri maombi kwenye kichwa badala ya kuyaweka moyoni. Hizi kwa teknika ambazo lazima wewe ukiumbika, ukitokea hivi. Umeona kwa ile picha ya Muslim wale wa zamani. Muslim, umeona picha zile? Mzaki na Fadha. Komando anatokea, anatoa visu tu zinaruka. Amekuja watu 50 wamelala. Na wewe una risasi za Jehova. Vaeni silaha zote za Mungu Baba. Unatakiwa ukinyanyuka usiku wa manane, unaachilia makombora ya moto. Unaachilia makombora ya kila aina. Unatifua ardhi ya shetani na maagano yake. Kila wanyama wa kichawi waliotumwa utawakuta asubuhi wamekufa hapo malangoni mwako. Nani anapokea hiyo neema saizi? Wamekutumia muda au jioni, utawakuta asubuhi. Kumbe ile hali ya kuachilia ilikuwa ni rada za mbingu zinaachiliwa. Wako wapi watu wenye nguvu na hii maombi? Wako wapi watu wanaweza kusima? Wako wapi watu ambao wanasema sitalala? Wako wapi watu wanasema lazima kieleweke, nikiamka asubuhi naamka na matokeo? Maana usiku kucha nimefanya kazi ambayo ina matokeo mazuri asubuhi. Vaa mavazi. Wamejelea kuvaa magwanda. Wamejelea vaa magwanda. Yani ondoa ustaarabu unapokuwa kwenye vita. Ondoa nini? Ustaarabu. Toa sauti yako. Acha kuomba Baba. Yesu. Unaomba kispromotion. Nampenda shetani nini? Wamejelea kuacha urembo kwa shetani. Yani ni msuka. Haleluya. Suka mpaka shetani mmoja anajiuliza nimepotea wapi? Juzi nimewaambia kuna mtu amejichanganya kaingia kwenye kikosi cha polisi. Unaona? Anabondwa kila mahali. Yaani anabondwa kila mahali. Sasa watu wengi badala kwa kanichanganya. Nataka shetani ajichanganya akutane na kikosi kazi. Alafu tuhakikishe hiyo kitu alichopanga kitafanikiwa kwenye maisha yako. Alikuja kwa njia moja, tutamtawanya kwa njia 7. Daudi akamwambia Mungu, nifuatilie nisifuatilie? Maana alikuwa ameshambuliwa, katekwa watoto wake, katekwa mke wake, kafilisiwa kila kitu. Lakini akasema hii ngoma sijamaliza. Ngoja niende tena mbele za Jehova. Kwa lugha nyingine alienda kwenye maombi, akaomba vazi la kimaombi, akaomba na ivera, akasema nipe vazi niende. Kuhani akamwambia chukua. Akaenda mbele za Jehova akamwambia Mungu, hii vita hii inakuaje? Sielewi imekuwa kuaje, nifuatilie au nisifuatilie? Akamwambia mwanangu, chukua njia nenda, maana wamekuvamia kisiri, wewe waende na wewe kisiri. Akaingia kwenye ulimwengu wake wa vita, akasema majeshi ya Bwana msizimie moyo wala msitake kufa. Mungu niliye naye amenipa maagano ya ushindi. Wamama mlioko hapa, nyie sio watu waoga, wala nyie sio watu wavivu. Nyie ni watu mkiamua jambo litatimia tu. Na usikate tamaa kwa sababu ya mazingira unayopitia. Inuka tena, vaa magwanda ya kikuhani. Wale ni kuhani wa familia yako. Wanawake wanatumiwa na Mungu, maana wao ni eneo moja la kiroho. Wamama ni kichwa kwa maana kwamba wanamwakilisha Mungu, na wamama ni kanisa kwa maana ni majeshi ya Jehova. Leo nataka watu ambao watasema, Baba nitumie tena kwa mara nyingine. Haya mashambulizi yaliyonitokea kiuchumi, lazima nirejeshe hata kile kilichopotea. Lazima nirejeshe heshima iliyopotea. Lazima nirejeshe nafasi yangu. Haya maisha sio ya kwangu. Napaswa niwe na urami na miradi mikubwa. Napaswa niwe na kazi kubwa. Napaswa niwe naenda mahali fulani. Napaswa viwango vyangu viwe tofauti. Na niko mahali hapa nasema niko tayari. Sema tena niko tayari. Sema tena niko tayari. Tumia silaha, vaa magwanda ya kiroho. Vaa magwanda, utayari. Uwe tayari kuvaa silaha. Uwe tayari kukaa kikomando. Wacha kujitengenezea uzuri usiokufaa, usiokuletea ushindi. Jitengenezee mazingira ambayo hata saa zingine watu wakikuona wanakuona kama mganga wa kienyeji. Potelea pote, lakini unajua unachokifanya. Unajua unachokifanya. Ninawaona wale watu wanaofanya zile movie za kina Van Damme, atajichora huku, atajichora huku, atajichora
kwa maana kwamba usiwatambue, waende katika ulimwengu ambao ulimwengu unawatambua ni wa kiroho tu. Kwa wanapozama kule wakiibuka, sio wale waliokuwa wanawategemea. Ondoka kwenye kitanda cha usingizi wako, maana ni majira ya kurejesha yale yaliyochukuliwa na manumalu, yale yaliyochukuliwa na kila roho ya kishetani. Na natangaza kila mtu aliyepoteza arejeshewe mara 7 kwa jina la Yesu. Kama unaamini sema amen. Mama Bwana, Luka 10:19 anasema nimepewa mamlaka. Sasa umepewa mamlaka, alafu bado tumekaa. Mama yako tokeza kikomando. Hai, nani anatokeza kikomando? Nani anatokeza kikomando? Nani anatokeza kikomando? Lazima utoke kikomando kijeshi. Yaani utoke kijeshi ambalo unaangaliwa na shetani anajuta. Maana mavazi yako yanatangaza ushindi. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu Kristo. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu Kristo. Peleka, sikia, yaani kwa maana kwamba ukishakuwa mwanajeshi, lazima uwe na komanda, uwe na amri. Sema amri unayo. Jirani yako amri unayo. Amri kwa maana kwamba kuna amri, jeshi ameshakupa mamlaka. Kwa hiyo unachokitekeleza ni kwa niaba ya Jehova unafanya. Na niko tayari kwenda kufanya hiyo. Yaani ukiamka sema mpaka kieleweke. Wacha kuomba kwa kuogopa, paza sauti yako. Omba kama vile unaachilia bruneti. Haleluya. Unapako tayari kwa ajili hiyo. Sema niko tayari. Sema niko tayari. Sema tena niko tayari. Sema niko tayari. Sema niko tayari kuvaa silaha zote katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu Kristo. Unapokuelewa neno la Mungu ndio eneo muhimu, unapaswa kulivaa kama silaha yako. Silaha ya kushinda mashambulizi neno la Mungu. Neno lako ni taa na mwanga wa nini? Wa njia zangu. Nimeweka Mungu. Neno lako lisikapotenda na kuelewa neno la Mungu pekee ndio eneo ambalo linakuletea ushindi wa maisha yako. Peleka mashtaka, kamata au mateka waliokuvamia, wapeleke kwenye mashtaka. Wapeleke kwenye mashtaka, peleka kwenye mahakama ya Mungu. Zaburi ya 35 mstari wa 1. Bwana, teta nao wanaoteta nami. Yaani hiyo kifungu usikiache kukitumia eti. Daudi alikuwa anatumia hicho kifungu. Bwana, teta nao wanaoteta nami. Pigana nao. Shindana nao. Njia yao iwe upelezi na iwe na giza, malaika wa Bwana akiwafuatilia. Nami nataka leo uamke useme Bwana, nataka upigane na hao wanaopigana na mimi. Bwana, usinyamaze. Yaani kesi yako muhusishe na Mungu. Unapopigana mwambie Bwana, hii vita ni vya kwako, maana wamenishambulia. Bwana, teta na wanaoteta nami. Hebu nisomee Bwana. Tani malize, muda wako umeisha. Nikambii. Hai. Nataka kwenda kuomba. Nina maombi marefu hizo. Sababu si kawaida. Zaburi ya 35 na mstari wa 1, neno la Mungu linasema, Bwana, utete nao wanaoteta nami. Hebu sema tena, Bwana, teta nao wanaoteta nami. Upigane nao wanaopigana nami. Mstari wa 2, uishike ngao na kigao. Usimame unisaidie. Anampa Mungu maelekezo. Yaani anamwambia Mungu usimame, shika ngao na kigao. Usimame. Yaani Mungu asinyamaze wakati uko kwenye mashambulizi. Unanyamaza tu. Kwa hiyo wengine wanasema Mungu ndiye ametaka, wala hajataka. Anasema utoe na mkuki, uwapige wanaonifuatia. Uiambie nafsi yangu, mimi ni wokovu wako. Yaani Mungu azungumze na wewe. Siku wa leo kila shambulio amekutumia. Leo Bwana achukue mkuki, akupiganie kuhusu maadui zako. Anasema waaibishwe na wafedheshwe wanaonifuatia nafsi yangu. Warudishwe nyuma, wafadhaishwe wanaonizulia nini? Mabaya. Wawe kama makapi mbele ya upepo. Malaika wa Bwana akiwafanyaje? Akiwaangusha chini. Njia yao iwe utelezi.
akiwafuatia. Maana bila sababu wamenifichia uovu, bila sababu wamenichimbia shimo. Sikiliza mstari, uharibifu fanyeje umpate kwa ghafla, na wavu alioficha umnase yeye mwenyewe, na uharibifu uanguke ndani yake. Na nafsi yangu itamfurahia Bwana na kushangilia wokovu wake. Mifupa yangu itasema, Bwana ni nani aliye kama wewe, umponyaye maskini na mtu aliye hodari, na kumshinda yeye na maskini na muhitaji, mtu amtekaye. Nani anataka kupokea hiyo scenario? Unapaswa uamke usiku wa manane. Yaani kuna watu wanakufuatilia, kuna watu ambao wanakusukasuka. Sema Bwana Yesu. Simama hapo ulipo, sema Bwana Yesu. Rudia tena kwa sauti ya kusema Bwana Yesu. Kila waliponitumia hayo mashambulizi, leo nayarudisha. Ile unaoomba sasa inatia huruma. Unatia huruma mpaka hata Bwana anakuangalia. Ni kweli Baba. Sema kila mashambulizi walionitengenezea leo nayarudisha walipoyaleta. Sikiza, kuna point kama 3 sijamaliza ambazo ni Islam. Kuna silaha ya sifa sijakupa, kuna silaha ya damu ya Yesu. Haleluya. Na kuna silaha ya kutembea sijakupa, ambazo zote hizi zinashinda mashambulizi. Zote hizi ni nyingi, zinaweza zikakupa ukapiga vita na ukatoka na ushindi. Sema kwa jina la Yesu, kila shimo walilochimba, kila mtego walioniwekea, ukawanase wao wenyewe. Kila mtego walioniwekea, hebu zungumza, sema kila mtego walioniwekea, sema kila mkuki walioniwekea, leo ukawachome wao. Kila upanga walioweka, kila shimo waliloweka, kila roho iliyotumwa kunifuatilia, leo haitanishikilia. Roho ya hofu achia maisha, roho ya mashaka, roho ya manunguniko, anza kushughulikia hizo roho zote ambazo nimezitaja, roho zote ambazo nimezitaja, roho ya manunguniko, kukata tamaa, kutokubali, roho yoyote ambayo inashikilia ndani ya maisha yangu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho ya hofu, kila roho ambayo inasimama kuleta mashambulizi ndani ya biashara, kuleta mashambulizi ndani ya watoto, katika jina la Yesu, mahusiano ya giza, urafiki na shetani, ninaachana nao, ninaachana nao katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mashambulizi yoyote yaliyonitoa kwenye hekalu, yaliyonitoa kanisani, yaliyonitoa kwenye ushirika, haya mashambulizi tunayapiga, tunatoa wanaopita nao, shindana nao, wanaopita nami, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu.
ya ushindi ipo kwenye sauti. Sauti yako inaweza ikakufanya ukabaki hapo hapo, kwa sababu huipi mamlaka. Imejaa mashaka na hofu. Yaani unamuita Bwana kama vile unaagana naye. Sema Bwana, Bwana, utete nao, wanaoteta nao, upigane nao, wanaopigana nao. Bwana, utete nao, wanaoteta nao, upigane nao, wanaopigana nao. Ushike ngao na kigao, usimame unisaidie. Bwana, utoe mkuki uwapige wanaonifuatia. Uiambie nafsi yangu, mimi ni wokovu wako. Waimishwe, wapendeshwe wanaonitafuta nafsi yangu. Warudishwe nyuma, wafadhaishwe wanaonizuia mabaya. Wajua watu wanaokuzuia mabaya wanasababisha mashambulizi. Sema kila anayezua mabaya kwenye eneo lolote, mabaya yanamfuatia.
hayarudi bure. Ukiachilia wewe nyamaza kimya, ina maana umeruhusu Mungu ashughulike. Anasema wawe kama makapi. Sema leo wapeperushwe. Sema leo wapeperushwe. Sema leo wawe kama makapi. Sema wawe makapi kama upepo. Sema wawe makapi mbele ya upepo, ukapeperushe malaika wa Bwana akiwaangusha chini. Njia yao iwe giza na utelezi, malaika wa Bwana akiwafuatilia. Leo tunatuma kufuatilia, malaika wa Bwana afuatilie roho yoyote ambayo imejificha kwenye siri ya ulimwengu wa roho. Malaika aliyefuatilia Petro, malaika aliyefuatilia Petro akamtoa gerezani, malaika aliyefuatilia kama sababu yeyote anayekuzuia mabaya sema kwa jina la Yesu, uharibifu na uwapate, uharibifu na uwapate kwa jina la Yesu. Wapo walioficha uanase wao wenyewe, uharibifu uanguke ndani yao kwa jina la Yesu. Sema amen. Mafundisho haya wakati wamefurahia mafundisho, yaani lisali moja ni dogo sana kwa shughuli kama hii. Unajua deliverance inahitaji masaa 2 hadi 3, lakini sasa kwa sababu ya muda tuliojiwekea inabidi tuishie hapo. Bwana sio sana. Lakini Jumapili tutakuwa na ibada ya urejesho. Tutakuwa na ibada ya urejesho kupitia damu ya Yesu. Tutakuwa na ibada, yaani kimwetu tutakuwa na urejesho. Damu ya Yesu inarejesha. Sasa utatumia damu ya Yesu. Nakwambia kila Jumapili tutatumia. Jumapili tutatumia kama urejesho. Haleluya. Yaani yenyewe itakuwa ni kitu cha kurejeshea. Yaani tunatembea katika kurejeshewa kwa damu ya Yesu. Urejesho. Nguvu ya urejesho kupitia damu ya Yesu. Nguvu ya urejesho kupitia nini? Damu ya Yesu. Njoo ujifunze, njoo nikuombee, njoo nikupe damu ya Yesu. Na Jumapili tena tagawa. Najua hiyo ile mbali inaweza kuwa imeisha. Tagawa tena. Kwa hiyo make sure unakuja na mtu, njoo na watu, waambie njoo tukagawie damu ya Yesu ya urejesho. Mmepoteza nyota, mmepoteza nuru, mmepoteza amani, inaenda kurejesha yote. Haleluya. Inaenda kufanyaje? Kurejesha yote. Yaani nakwambia hivi utashangaa, maana kuna vitu ulikuwa uelewi vitarejeshwa mapema kwa jina la Yesu. Kama unaamini sema amen. Usikose kukesha. Moja ya eneo la ushindi katika maombi ya kushinda mashambulizi, kukesha. Halo. Kufanyaje? Biblia tena mambo yanaenda kukesha unakomesha mashambulizi. Haya. Wewe njoo nitakuelekeza siku hiyo jinsi ambavyo mkesha unanyamazisha mashambulizi. Yaani wewe hujaelewa tu. Mkesha unafanyaje? Unanyamazisha nini? Mashambulizi. Mkesha. Mkesha unasikia mashambulizi yoyote ambayo unayo. Wewe ingiza mkesha. Alafu hakikisha ukija mkesha usije kwa sababu neema hivyo au kwa sababu wewe njoo ukijua kuna issue. Nina mission. Kwa sababu hata hao wanaopika mashambulizi wanapika usiku. Sasa kama wanapika usiku, unapikaje mchana? Haleluya. Ingia usiku. Yesu Mungu mwenyewe aliingia kukomesha mashambulizi. Aliachia mashambulizi kwenye kambi ya Misri usiku. Wanakuja asubuhi mambo yamebadilika. Apokalipsi.
kilio tu. Nakuombea uwe na roho ya kukesha. Ijumaa ilikuwa nzuri na tutakuwa vile vile na breakfast kama tunavyoweka. Kwa hiyo tafadhali usikose mkesha, vijana wako, mama wote.